wadogo unajua zimetoka wapi hizo nyama hizi. Sijauza afu anakuja ndokuwa tu nyama. Kama swala la ajabu. Ingisikia. Mimi nakunyeta nyama. Mimi nikuja jambo langu nataka nijue bibi mkubwa wangu alipo. Sasa leo nitapata bibi mkubwa tu. Nataka nijue bibi mkubwa alipo. Basi. Kidogo unajielewa. Nishakwambia swala la mazao mimi sitaki kuniingizia sasa hivi habari za mama yako. Tena acha kabisa usirudie unasikia? Ingi. Mishakuwa mtoto, mzee mishakuwa mtoto. Unahitaji bibi mkubwa ndakuaje mtoto bila maza. Wewe mshopo fresh na jisifu, bibi mkubwa pembeni yuko wapi? Wewe kuna mazao kwa afuni safi unavimba. Na mimi nataka niwe na mazao yangu nijue bibi mkubwa. Hivyo tu. Wa, mtoka hapo kata sinizingo unasikia? Wa, dogo sereleka basi sinizingo mtoka hapa. Ingi. Sogopi chochote mwanzio. Swala kubwa hii kutaka mimi na tuelewane. Nielekeze bibi mkubwa alipo. Mimi natembea. Mengine haya sipange tu. Sio vijua ni sana usiku wa giza. Wewe Chema. Wewe Chema wewe. Chema. Ninaita kama ninaita nyoka pangoni au? Baba jamani, si niko hapa. Uko hapa sababu unajua ya kuweka hapa uwepo hapa au? Alafu kwanza sasa hivi umeshakuwa na jeuri. Basi samahani. Samahani inahusiana nini na kwenye jambo langu? Wewe sikia, tuachane na mambo yote hayo. Hebu kanichukulie huko kwanza lita hii. Afu baba. Afu nini? Mimi napokuagiza kitu usinitakiwa nipatie kitu. Hizo afu zinatoka wapi sasa? Kuna kitu mimi nilikuwa nahitaji kuzungumza na wewe. Kitu gani? Mimi nimeanzisha kitu afu tena wewe unaleta kitu au vitakuwa ni vitu mtu sasa hivyo? Wewe nimekuagiza kwamba kitu changu kwanza kufuata afu mambo yako yeye yatapata hayo. Unajishauri tena au? Nakuuliza unijishauri. Hebu nifuatie mimi kitu changu bana, nakimbia wapi? Wewe nenda tuje tuzungumze vitu vingine tena. Unaenda wapi tena? Umo ndo kuna litomo. Anza hizo simu zako hizo. Wewe. Unaleta ushangingi kama mama yako wewe. Tena uwai. Sema nini mama? Kwangu mimi lakini unajua ninakuwa na mashaka na penzi langu yani. Siamini kabisa kama napenda peke yangu. Kichogo. Unajua mimi nashindwa hata niseme kitu gani ili uniamini. Kila siku nimekuwa nikikwambia nakupenda sana na ninamaanisha. Na right kama kungekuwa kuna uwezekano unaufungua moyo wangu ndio ungejua ni kiasi gani ninakupenda. Hakuna washamba wanaokufukuzia nini? Kwa muonekano wangu mimi ninapojiona kabisa yani mimi na wewe tuendani. Maana wewe mwenyewe mzuri, mimi muonekano wangu nini kila dile unafoka nibadilisha muonekano mwingine. Baada ndio kupata hata wajanja huko nini safi afu kantenga. Hebu sio hivyo basi mpenzi wangu. Mimi mpaka kuamua kuwa na wewe, ninajua maisha yako yote vizuri sana. Sasa sidhani kama kuna kitu ambacho kinaweza kikanivuruga akili yangu. Mimi ninakupenda sana. Afu hebu jiamini uko peke yako. Kwa hiyo unasema kwamba nijiwekea 100% mimi napenda uongo? Hakuna mwingine ambaye anaweza kufanya nini ili ikaone mwisho wa mpenzi wetu, si ndio? Mimi ninakupenda wewe na ndio maana nahitaji uwe huru kwangu. Kati ya siku ambayo umeongea point nzuri. Leo kipenzi yani. Unajifanya siku ya leo ni enjoy kichizi na nafanya juu yako. Sio leo wewe mwenyewe mzuri nini. Istosha sasa hilo shape mwanangu mimi naliangalia kwa hivyo tu basi.
Unajua una vituko sana na tukikaa hapa tunaweza tukajikuta tunapoteza muda mrefu. Alafu isitoshe mimi baba kaniagiza ile lita yake nyumbani. Sasa nisije nikamcheleweshia akaenda akanifurumua huko. Wewe ina noma wewe mfukuzie kama vipi? Sema nini? Wewe si matambo hapo yataita na mtu tunaelewa. Oh. Basi tembea tu. Aya, bye. Da. Lo. Ini mo. Ndo mbamba. Ndio nitaelezea hapo za buku mbili. 2000. Yeah. Ila no madogo. 2000 ndio hapo. Sababu unaongeza na hapo. Dogo, unajua sawa unavyokata mdogo wangu. Wewe nikatia hata kadogo tu hivi. Kama mdogo wangu 2000 ndio hiyo. Kama nakata. Siwe jao nifungie. Baba ndio katikati. Hapana wewe katika. Chapo nalaka bro. Haraka utaendaga mbinguni. Lakini hapa duniani unaga haraka. Niweke na kachumbali. Dogo ndaka kachumbali? Yeah. Dogo na wewe. Shika hapo. Sawa kachumbali nyanya. Dogo kachumbali si nyanya, dogo acha masala ajabu. Wewe chumbani gera yangu. Poa basi. Ila noma. Hivyo Chema. Unafikiria nini kuwa na huyo kibwana chako hicho? Hivyo wewe muogopi? Kwa hiyo hilo ndio umenitia hapa. Ni kibaya. Kwanza alivyo tu na tabia, sijui umempendea nini, sijui umemuonea huruma yule. Kimwangalia yani akisha kuona una kitu fulani hivi kizuri, kama hajakukaba anakupiga. Anaiba vitu vya watu, ni yeye tu, akabe watu ni yeye tu. Wewe mwenyewe haumuogopi? Sasa kwani akiwa mwizi, kibaka, sijui nani, ndio astahili kuwa na mwanamke? Astahili kuwa na mwanamke mzuri? Makubwa, uchawi huko. Wewe naye umempenda kijogo. Uzuri wote ulionao unaenda kumpenda kijogo. Yaani hata ufanani. Sikiliza nikwambie kitu. Sawa. Haijalishi kijogo ni mtu wa aina gani. Mimi ndo nimempenda hivyo hivyo alivyo. Alafu hata kipindi mimi ninaanzisha mahusiano naye, nilikuwa najua kabisa kijogo ni mtu wa aina gani. Na labda tu nikwambie kitu. Mimi na kijogo muda si mrefu tunaenda kuwa mke na mume. Yaani tunaenda kuanzisha familia. Kwa hiyo wewe kaa kwa kutulia hivyo hivyo. Wewe mke wa kijogo. Hivi wewe ni jinsi yenu ulivyo hata uendae na kijogo jamani. Sie marafiki yangu umekweje? Kijogo vitu anavyoiba huko mtani anakuletea wewe, yani unaridhika, moyo wako unakaa poa, yani watu anawaibia wazee wa watu. Unaridhika tu yani. Hapo umekweje? I say, yani mimi naona kama unazidi kunivuruga. Emia, afu usiniingilie maisha yangu kabisa. Achana na mimi. Sawa? Yani wewe baba yako kukusomesha kote huko unaenda kuwa na kijogo wewe? Yaani I see. Hivyo ana akili kweli huyu? Kazi ni kuvaa madela ila akili hana. Hala. Mtu. Da. Yaani kwangu mimi sipo sawa kabisa yani. Sieleweki hivyo, mambo yangu haendi. Isitoshe sina amani kabisa yani, sijui kwa nini. Mimi mwenyewe leo nakuona hauko sawa. Shida ni nini? Nitamani sana kwenye mahusiano yangu mimi na wewe, wazazi wangu wawepo wote. Nahitaji nimtambue mama wangu, nimfahamu mama wangu. Nitie ugumu sana. Kwa hiyo unataka kuniambia wewe umelelewa bila mama? Mimi nimelelewa bila mama, nimelelewa na mzee wangu yani. Eti mzee nikimbana kunielekeza bi mkubwa alipo. Ni kwa mvutano sana yani. Nahisi mzee anaelewa kabisa bi mkubwa ipo sehemu fulani sema anificha, na mimi nahitaji, mimi nishakuwa mtoto nahitaji mimi na mama wangu. Mimi mtoto pasipo mama hiyo haiwezekani. Mimi ninakuelewa. Lakini pia pole sana mpenzi. Lakini unajua nini kijogo?
kwenye maisha kuna mambo mengi sana, na wewe kulelewa bila mama haimaanishi kwamba labda ndo maisha yako hayawezi kuwa mazuri. Na unapoambiwa kuwa uyaone sio magorofa tu, sawa? Lakini pia isitoshe wewe ni mwanaume. Unachotakiwa kumshukuru Mwenyezi Mungu ni baba yako kuendelea kuwepo hai na kuwa na wewe bega kwa bega mpaka sasa hivi umekuwa ni mtu mzima. Sawa? Kuhusu maisha yako wewe na upande wa mama, mimi nahisi ni mipango tu ya Mwenyezi Mungu. Huenda Mwenyezi Mungu ndo amekupangia iwe hivyo. Lakini pia kupitia hilo huenda kama amekuandalia kitu kingine kizuri na ukaja kufurahia maisha yako vizuri tu. Mimi na imani muda sahihi na wakati sahihi ukifika, baba atakwambia kila kitu. Hata hivyo mimi nipo. Nitakupa furaha yote unayohitaji. Sawa? Kweli kipenzi. Sio hivyo bana. Sawa? Sema nini? Wewe mimi na malengo makubwa sana na mpenzi yangu. Najua. Alafu babe, unajua nini? Kuna nguo niliona pale dukani. Nikaipenda. Nguo. Sabuni vitu vidogo mpenzi mama. Kuna washamba wengi huko kijijini hawajaisha hivyo. Wewe usijali. Hiyo swala dogo sana. Sawa. After hapo baadaye mimi nitakucheki ili uchukue sababu yako. Kweli? Kweli. Napenda kweli. Napenda pia. Halo. Uko kumtoa roho yangu. Basi poa, baadaye basi. Nitakucheki hapo maliza. Odi. Odi. Mshukuru baba. Hapo japo. Hivi Chema yupo? Chema yupo. Ila nimemwagiza ametoka mara moja. Vipi bwana? Baba, kuna kitu nataka kuambia. Cha msingi au chama? Wow, Chema. Umekuja kufanya nini hapa? Umekuja kusalimia wewe. Wewe unisalimie mimi? Mimi na wewe hatujaonana. Sikiliza wewe. Ninakujua vizuri wewe na huo mdomo wako. Kama kuna chochote umepanga kumwambia baba, naomba ukome. Tena ukome kabisa. Sasa mimi namwambia baba yako nini sasa? Sijamwambia chochote. Ninakujua vizuri love. Ninakujua vizuri. Sasa kama unatafuta ubaya na mimi, endelea na hicho unachotaka kukifanya. Basi sawa, mimi naenda. Wadingia sei mwanangu. Kuna vitu havijakaa sawa katika kichwa changu mwanangu. Ndio. Sana kupa kazi. Nataka dingi yangu umteke. Dingi yako tena? Sana ninaongea naye hapa. Nakwambia dingi yangu nataka umteke. Kwa gani babu? Wame dingi naona kama analetea mapicha ambayo mimi sielewi kabisa mzee. Napiga picha gani babu? Sikia sasa nikwambie. Ndio. Mimi na watu kuongea na haki. Ndio. Shanipata. Dingi alificha bibi mkubwa wangu mimi alipo. Na mimi na shida ya kumjua bibi mkuu. Ndio. Sasa nataka umteke umweke ghetto mwanangu asipoliona jua usiku mchana nini ajui mazingira gani haya hapo yani safi hizi furaha yako kuingia ndani unakamatia tako unambwaga. Mimi nakuaminia. Mwanangu kuja ukuita wewe. Mimi na shida ya kumwelewa bibi mkubwa wangu alipo. Cha kufanya babu. Tunatakiwa kufanya kitu kimoja. Elewa kabisa yule ni dingi yako brother. Sio kwamba uanze kufanya mapicha kwamba si umteke, sio poa. Dingi wewe unatakiwa support ninachokueleza mimi. Tena mama mtu. Wacheze mawasiliano mama mtu nini sasa nataka kuboroka na mimi. Mwanangu wangu.
tutachangana, unaelewa? Niambie kipenzi. Mbona pressure juu tena? Mwenye sifikiri kuwa hivyo, shida nini? Unakumbuka ile juzi tumesimama pale kwenye mwembe? Nakumbuka. Na yule rafiki yangu Loveness, unamkumbuka? Loveness. Hiyo sababu yako nimeshamwelewa. Mpata. Shida gani tena mama? Nilimkuta nyumbani. Na kwa mazingira niliyoyaona, nahisi kabisa kuna kitu alikuwa anataka kumwambia baba kuhusiana mimi na wewe. Ni vile tu mimi nikawahi kufika. Alikuwa anataka kuchana mkeka nini mwana? Basi mimi nikasema nikutafute ili kusudi umtafute, ukae uongee naye, yaani umkanye kabisa. Kama ni kweli hicho ninachokihisi ndicho chochokuwa nataka kukifanya, basi aache kabisa. Kipenzi, labda nikuondoe shaka tu. Mimi sihitaji ni wewe na pressure nini kwa vitu vidogo hivi hapo. Hilo swala limeisha. Tutalifanyia kazi. Yule mtoto mdogo sana nitamkanya. Unajiona wewe hapo ulivyo mpenzi? Sijui nikufananishe na kipi tu katika ulimwengu. Kwa sababu umeteka hisia zangu kichizi, yani umeteka akili zangu zote. Sasa kama unataka kuona mimi ni mbaya, wapakaze maneno ambavyo hautakiwi. Yaani hapo hivi imeisha, usijali. Mimi nitambonyeza, nitamkalisha, nitamuonyesha kwamba sisi kubwa tunakagaji. Si unaelewa kisami? Kuwa na amani kipenzi changu, mimi sipendi nini. Si unaelewa? Ukinuna kasura kwako hapo hivi inakuwa ipendezi. Yaani wewe vimba kabisa kitaka kote yani. Unaona unavyochakarika ungaeka ngozi safi ni soft. Wewe mtoto ndio kunitoa nyongo wewe. Nice sana. Tulia. Tulia vizuri. Poa. Unanipata vizuri? Unanifahamu? Unanijua? Wewe umefanya nini kijijini kote huko? Wewe, kwa hiyo hutaki mahusiano yangu mimi na Chema, si ndio? Unasambaza maudakudako akiwaki kwamba mimi na Chema ni aje, si ndio? Ndio huyo ukutona kichwa chako hicho. Nakuja kuumiza ujue. Upande 0 upande 0, sieleweki. Wewe niangalie. Sieleweki. Ndio huyo kutoa kichwa chako hicho. Tulia. Kaa mbali na mtoto mzuri. Kaa mbali na Chema. Mara ya pili nikikuona na kuvunja kichwa chako. Tembea. Baba, kama unakumbuka nilikwambia kuna kitu nahitaji tuzungumze. Kilikuwa kinahusiana na nini kwanza? Maana mimi nilikuwa na feelings zangu. Unajua mimi tayari sasa hivi ni mtu mzima na mimi nimeshakuwa sasa. Nilikuwa nahitaji kuondoka hapa nyumbani, nikaanzisha maisha yangu mengine. Yaani namaanisha mimi nataka kuolewa. Umepigaje hapo kwanza? Hebu kama kuna kitu sijaelewa hapo. Amba unataka? Mimi nahitaji kuolewa. Unajinga gani wewe? Hicho kichwa chako kina uhakika kabisa unaweza kumudu kabisa mazingira ya ndoa wewe? Mimi nimetumia gharama gani zote zile kusomesha, kufanya vitu vyote vile, alafu sasa hivi unaanza kuniletea mambo mengine. Wewe hicho chuo kilikuwa ni kwamba unaenda kutafuta mtu ambaye yani ndoa kuja kukuoa afu uje uniletee agenda, si ndivyo? Lakini utaendelea kuwa hivyo mpaka lini? Mimi ni mtu mzima sasa. Ni wakati wangu na mimi wa kuanzisha maisha yangu mengine. Tutaishi hapa wote mpaka lini? Hebu ifikie hatua utambue kwamba tayari mimi mwanao nimeshakuwa. Alafu nje na hayo masomo free nini? Naelewa umenipambania kiasi gani. Sawa. Ninaelewa sio kwamba sielewi. Lakini kuna maisha baada ya hayo yote. Nahitaji kuwa na familia yangu na mimi. Wewe hicho chuo kilikuwa ni kwamba unaenda kutafuta mtu ambaye yani ndoa kuja kukuoa afu uje uniletee agenda, si ndivyo? Hata katika hayo maisha kwenye ndoa yako mimi na faida gani?
Nini nitapata kwamba hata nisingie jamii? Najitapa kote huko, naenda kupiga yani gerere huko tunapokutana wadau kwamba kwenye masuala ya Lita kwamba yani mimi ni hivi karibuni, na uhakika yani ni hivi, na wamwagilia moyo yani uhakika. Wewe ndio unakutegemea ndio kusunga mwananzugi. Ungekuwa bora mtoto wa kiume nikasema kabisa kwamba hapa nimezaa vialamia hivi. Niajiandaa kupambana na kesi, kupambana na masuala ya magagara, sijui migogoro na nini. Sasa wewe mimi napambana hapa hivi, najua kabisa kwamba hapa napata faida. Uhakika wa Lita, uhakika sijui nini. Sasa wewe sasa hivi uanze tena kuniambia masuala mengine hayo unaoniletea. Kwa nini kupeleka huko kwenda kwa chuo hicho sijui cha ufundi, unanipiga elimu tu, kumbe ulikuwa unanipiga elimu, kumbe hamna chochote kinachoendelea. Yaani baba. Sasa kama wewe kwenye ndoa yangu unahitaji faida, mbona faida zipo nyingi tu? Kama Lita, mbona utakunywa baba mpaka usazi? Semayo ni kweli. Mbona kama kuna kitu hapo unataka nikupige kimya? Una uhakika na unachokizungumza? Lakini mimi nakuhakikishia tena kwa huyu mkwe wako, yaani ukihitaji Lita ni ndani ya dakika hizi. Ila uchawi upo jamani, kama umenipoza hivyo. Kwa hiyo fanya hivi, tutakuja tulizungumza, ila hakikisha hiyo uhakika. Sasa uwe na uhakika naye tu. Binti yangu, mbona hapo tutakaa tu? Yaani baba, kusini wala hata usijali. Kweli. Ni wewe tu kutia vema, kila kitu kiende. Mbona kwenye 1 na 2 wewe unajuaga, na mimi mwenyewe waga najichange uchaga ni ulimwengu wenyewe, yani site yote hizo wanaelewa. Assignment inapatikana sasa hivi na tunapanga mambo sasa hivi. Kweli. Unajua nini Kenya? Mwanangu vipi? Hebu nige nyama hapo za nyoka kwanza. Waza mwanangu, ngoja nikutumie manyama. Alafu kuna jambo nataka hapa nikueleze mwanangu, kama mimi alijakaa kwenye 1 na 2. Nikawa naweza kusema wangu. Yaani sijui muda mwingine watu wananichukulia kama nimelewa, sijui wananichukulia gaje. Mwanangu eti binti yangu anataka kusongwa. Anataka apate mchumba. Si jambo la heri hilo ndugu yangu. Mwanangu, hivyo unajua kabisa ni mimi changamoto hata maza yake tu mwenyewe tulizinguana sababu hayo. Toto mwingi. Unajua masuala ya ndoa mwanangu itakiwa ni uwe timamu. Afu akili iko mai. Hivi mwanangu, hivi kati ya mchaga na sigara, ipi anatoka moshi? Kwanza hata unaoyaongea unajisikia au unajielewa? Mchaga kwambia jambo la heri, ila ameshakuwa. Kae pata mchumba, labda akapata mshikaji na hela nini. Kilo safi, mambo alika najua sisi nini. Oya. Awe na hela, awe na nini. Sema kama ana hela mimi nikimuona, fresh naweza nikavumilia. Unajua vijana ni wengi humu, unaweza kukuta tena kijana hata ovyo tu hapo naambiwa na hao. Wewe binti yako anapata mchumba, ishakuwa ile. Ila kama anaweza kumudu kutengeneza ndoa, atengeze mji wake. Wewe mruhusu waende. Ila unanishauri upuuzi ujue. Mimi nakushauri utumbo wetu. Sasa mimi nitapikiwa na nani pale? Wewe bombo sasa, kama mimi nakushauri unaona utumbo, mimi nakushauri utumbo. Basi kana mambo yako na mimi naendelea mambo yangu. Sio kama unahisi ndivyo unavyoniingilia. Basi fanya hivi. Wewe endelea na mambo yako na mimi nifanye mambo yangu. Kwa jambo la heri hilo. Dogo. Sasa hivi umelala tu. Mbie janja. Sio kwamba jikunde janja. Wadogo. Wadingi. Unajua nini? Moja mbili tatu. Mtaji wangu kule mimi nimeyumba wanyama kule. Unajua sasa hivi masuala ya mtaji hivi. Kwa tunafanya hivi hapo dogo. Unatakiwa ongeze mtaji. Hesabu imepelea kitengo. Kifiki. Wewe usikonde mzee, kama hesabu imepelea kitengo mimi naimudu hapo ningie kama dakika 200 za maangamizi. Hiyo hesabu mimi nitainetisha, unaelewa? Ile shida ndogo mzee usiwaze kwenye 1 na 2. Angalia sana usije kaisha kule ukakurupuka vibaya. Hiyo dingo mwenyewe unaelewa. Unajua tandurangwanda nini? Wewe usiwaze, mimi mnahakikisha michongo yote
inakaa safi. Unaelewa mzee? Angalia usije kaisha sasa mwanangu. Ngema papo mimi nikachote maji huko nini yakwe. Usiwaze kusana hesabu mzee. Hapo hesabu ya pango hapa ilishaisha. Unajua mtaji nyama kule umekata? Alafu na bili ya pango ulishai? Alafu mwenye nyumba si unamjua anavyokuja kukolesi. Kadondoka hapa tena. Anakuja kukolesi mama mwenye nyumba. Kaja hapa kichizi kapoka. Sema nini dingi? Yote yapo ndani ya uwezo wangu mimi na Mungu. Yaani unatakiwa uvimbe kabisa ujue kama ndio kijana langu mimi likijogo linapambana safi. Haina noma sasa. Wewe sema wewe maliza mitikasi yako nini safi. Mimi naingia zangu chocho kwanza ni yakwetu. Sema mimi nikurupua nilikuwa nimejidondosha nini mauchovu nini kwenye 1 na 2. Hapo unajua nini dogo? Unajua mimi nimekulea kwa taabu sana. Kipindi mama yako amekutelekeza bado ukakinda. Ndio maana mimi nakwambia habari za mama yako sana naambia. Wewe unajua mimi mama yako amekutelekeza una miaka mingapi? Wasikia janjaro sasa. Ukianza kugusia swala la mazo na feli. Nishakwambiaje kuita janjaro? Basi aishi dingi. Hapo hizo tunazingwa na mimi ni baba yako na ni mzazi wako tu. Acha kunita janjaro nasikia nitakuzingua. Wewe unajua mama yako amekutelekeza una umri gani? Wewe amekutoa kwangu mimi unanyonya wewe. Maziwa ya ng'ombe na mbuzi ndio amekukuza wewe. Mpaka sasa hivi kujiona hivyo. Mama yako ameshakuja, uchamuona hata siku moja hapa. Tuna usiniambia bado kuhusu mama yako hapo mimi na hasira naye. Hem kwanza seleweka. Kama unataka kunipa mtaji acha. Mimi nakwambia kule mtaji nyama umeperea. Kuhusu nyama mtaji kule umeperea. Unapiganishaje sasa? Hata dogo nenda bafiki unaenda nayo. Sema mzee wangu juu yako wewe. Fanya hivyo na Ukitaka tuelewane, wewe nipange bibi mkubwa yuko sehemu fulani mimi naibuka. sawa, achana bi mkubwa wako za kuhusu nyama. Wabi mkubwa. Wabi mkubwa ndani hapa. Ibuka kama vipi chapchile. Kama tembeza kitembezi. Buku si unaelewa kwenye 1 na 2. Ile tokeni 2. Amana. Tokeni kwanza nini mwanangu? Haina noma kama vipi hapa. Kamal. Mwanangu, yaani katika maisha yangu, eneo langu sitaki mtu avutie bangi. Mimi hapa ninafanya kuwauzia tu. Sipendi kabisa kuona mtu anavutia maeneo yangu. Hii ni sehemu ambayo ni hatarishi kabisa. Yaani kati ya siku ambao umeongea maneno nikajisikia faraja ndani ya moyo wangu. Ni siku ya leo kuniita mwanangu. Na kuhusu ile swala la kuvutia hapo nimekuelewa mama wangu. Ila naombi tu toka kwako. Natamani sana uwe mama wa hiari kwangu. Kwa sababu natamani sana nami niitwe mtoto. Hivyo tu. Unataka kuniambia wewe hauna mama au hujalelewa na mama? Uongo mbaya bi mkubwa, mimi mkubwa simjui kabisa yani. Mimi nimelelewa katika mazingira fulani hivi ambao hata sura ya mazangu sijui. Mimi nimelelewa na baba, nimekuzwa na mzee wangu. Maza simjui. Mzee nikimbana kuhusiana na Maza hataki kunieleza. Kila dela ni migogoro tunagombana na mzee kuhusiana na Maza. Hataki kunieleza, si bora nijue hata bi mkubwa kafariki. Mwanangu, kwa hilo mimi kwangu halina shida. Ila kitu kingine ninachokuomba, jitahidi unapovuta bangi, vutia sehemu ambayo yenye maficho. Mimi hapa ninafanya kuwauzia nyie tu. Siruhusu mtu kuvutia bangi maeneo yangu.
Vinginevyo mwanangu, mimi utaniletea shida. Kwa sababu mimi nina kazi moja tu kwa ajili ya kuwauzia tu. Ndugu yule bi mkubwa wangu mama. Nashukuru sana. Kijogo. Nakuomba mara moja. Wasi nitoka siwende. Poa Janjaro. Sio kama baada kwenda janja. Bangi anakuzingua eti. Alafu dogo. Mbona siku hizo unaleta malaya hapa? Yaani malaya anakuja tu hapa malaya anakuita unaacha kazi alafu naenda. Huyo sio malaya, tizi Janjaro, huyo sio malaya. Sio kwamba aje kuniita janjo. Mimi ni baba yako tu, sio kwamba aje kuniita janjo. Usiniite janja kwa sababu tunaishi kiunihuni hapa. Alafu naanza kuniita masuala ya janja. Basi mzee wangu aishi basi. Sasa huyo binti mimi nitakwambia kila kitu. Hiyo binti ni wapi? Huyo binti mzee wangu ni wa mitaa ya kati hapo chini hapo hivi ndondoo chako. Anaitwa Chema, sema mimi kwa maskani kwao hii hapa leo wewe upeelewi. Sio malaya, usije kurudi tena kumita malaya. Yule pale ni mpenzi. Yaani yule hapo hivi wewe ni mwenga wako mzee. Familia yako unaijua? Familia yake kwanza mzee mimi sielewi, yani familia yake kwanza mimi mwenyewe nimekutana naye mtaani nikajua kwamba hivi huyu ananifanya yeye anifaa. Sinaelewa yani ile wa mtima nyongo kaliaini, sinaelewa figisi nyongo nini kila kitu mautumbo. Tulivyokutana naye mtaani kwanza mimi mwenyewe nilivyomuingizia vocalist. Hakutaka kuwa mgumu, sinaelewa ni kama kutikisa kiberiti njiti kumwakika. Sasa mimi nataka nimweke maskani hapa watu tusaidia na masuala ya diko nini tusilalamika. Unaelewa mzee wangu Unatakiwa base kabisa jiko ndio safi. Tabia zake. Sasa ukisema tabia zake mimi safi na mimi tabia zake ni nzuri kabisa, ni anakaa safi. Unaelewa mzee wangu tena. Ana tabia nzuri lakini. Binti yupo safi mzee, unaelewa kama mimi naweza nikaja nikajitapia kwa nini safi. Ndio yuko safi, ni safi atakuwa anasaidia nini mazingira maskani hapo kibesi. Afu dogo unaelewa. Sisi wenyewe tunaishi kihuni hapa. Na mke wako ujishine kihuni. Unatakiwa ubadilike. Upate mke mzuri. Upate watoto wale katika maisha bora. Sasa dingi sio wale kama nilivyokulea wewe. Sasa kuna siku uliongea point mzee paka nimejisikia faraja kuona dingi yangu mzee hapa pembeni. Ni kama mapoint unayoongea sasa hivi. Wewe mzee uko unatakiwa unijenge niwe na familia nzuri, nini safi unakuja maskani unakula kuku. Yaani hapo umeongea safi nimekusupport dingi yangu nikigwa. Sije ukapata wale wanawake wale kama mwenye tabia kama za mama yako. Sije ukapata wanawake wenye tabia kama za mama yako. Rafiki yangu, vipi kuhusiana na ndoa binti yako? Ndoa binti yangu? Mimi naishi hamna namna kama ulivyoniambia. Si unajua zile mambo amefikia wakati amejiona kabisa anaweza kumudu na anaweza kumudu. Tatizo ndoa anayoitaka kuifunga. Bwana mwenyewe mimi simtambui na simuelewi mzee. Alafu unajua nini? Mimi kijana wangu amepata kamchumba. Huyo mchumba atamudu mwanangu. Maki mimi najua masuala kupiga mviringo kijogo kawaida. Sasa anaweza akamudu. Hiyo lawama mwanangu utaweza kuibeba. Mala miguu yote. Na mchumba mwenyewe aliyompata sijui yuko wapi. Yeye binti aliyempata. Nadai ni mitaa ya kati hapo. Sijajua sasa ni mitaa gani lakini ni humu kijijini. Aka binti takaonea huruma. Yako takaonea huruma mwanangu sikupiki. Yale kijogo tabia zake ninazozijua. Moja anasoma moja haisomi. Mzee mviringo. Au jakalili hata binti mwenyewe anataka kumuoa kijana wako. Alisema ndio kachema kale ka binti kachema. Chema? Unaona kajua. Chema lakini unajua binti yangu naye pia ni chema. Au kwa kuwa sijakutambulisha. Unajua mtaka kunivuruga mwanangu. Mtoto wako anaitwa Chema?
Chema ni binti yangu. Tena ngoja niende nikamuulize kabisa. Na ikitokea kabisa mwanangu, yani mimi binti yangu ndio anatoka na kijana wako. Mwanangu mimi nahisi kabisa utakuwa umenivunjia heshima. Sasa ina noma bado sasa. Nachokiana mwanangu. Wachema. Wewe bwana uliyempata. Una uhakika naye? Yaani make mimi sijakuelewa. Unajua natakiwa wewe Chema wangu uishi maisha mema. Sijui unanielewa? Ujue Chema wangu mimi nataka upate mwanaume mzuri, mwema na mkaishi maisha mazuri, na wewe Chema wangu ukapate wema na ndoa yako hiyo ya wema. Sijui unanielewa? Sio anza kuniletea tena wanaume wengine yani ambao hawaeleweki, yani kwa kuwa unanivuruga. Sijui unanipata? Sababu hata Nzengo wanajamii, yani mimi wananiona kama unajua mambo yangu yalita haya. Hata kama na point ya msingi yani mimi wasikilizi. Baba, mimi kwanza ni kutoe wasiwasi. Kiukweli mke wako ananipenda sana. Lakini pia mimi mwenyewe nampenda sana. Yaani kiufupi tunapendana mno. Na sidhani kama nitapitia changamoto ya aina yoyote. Wala hata usiwe na wasiwasi babangu. Unajua mwanangu, nikwambie kitu. Endapo utaniletea wanaume wa kutoka kwenye simu yako, kaa ukijua utakuwepo umenikwaza. Au kuwatoa kwenye mitandao yenu au sijui manini. Utakuwepo umenikwaza. Mimi nataka mtu ambaye ninakuwa na uhakika wa lita. Masuala yani yawe safi safi. Uniahidi wewe. Mimi nakupenda sana. Na mimi sio kwamba nafurahia hapa au nalizika hapa wewe utoke tu hivi hivi kirahisi. Mimi ninachotaka hapa hivi utoke. Utoke kabisa, na mimi hata niwe na tamba huko. Mimi kusudi hata nianda kama nimekaba huko masuala yangu ya lita yani inakuwa ni uhakika. Sasa uje uniletee tena mwanaume ambaye tena tunaanza tena kufukuziana tena mpaka nianze kuuza hadi ndala zangu eti kisa eti umpata mwanaume. Mimi nimekubaliana na wewe. Pia ninachokiomba kwa Mungu, wewe ukaolewe. Na ukapate familia njema na upate watoto. Juu unanielewa? Yaani hapa mambo mengine yote mimi nimeshakubaliana nayo. Masuala ya kuishi mwenyewe mimi nitazoea. Baba, mimi nimekuelewa na labda tu nikuahidi kitu kimoja. Mimi mwanao sidhani kama nitakuangusha. Na haiwezi katokea kabisa. Kwa sababu kama mimi mwenyewe nimeamua kuolewa, nimeamua kukuacha wewe baba yangu na kwenda kuanzisha familia yangu, na imani nitajisimamia tena vizuri kabisa. Na kuhusu hayo masuala mengine sijui ya lita na nini, utakunywa mpaka uzikimbie. Basi sawa binti yangu. Hata bwana pia uliyempata ingekuwa ni vyema ungemleta nikamuona, ili tukatoa utata na nikamkabidhi haya mambo yote yakafanya nini, yakaisha. Nataka na kung'ang'ania mpaka lini binti yangu? Ifike mahala wewe uondoke na wewe na kwako. Basi niseme tu hilo limeisha. Nitamleta kwako, wala hata usijali babangu. Kweli? Panga ratiba zako hapo hivi kusudi iwe uhakika. Unajua muda mwingine nishakwambia mambo mengine sio unaniambia nikiwa nimeelewa. Wewe unanibwaga. Aya, hamna shida. Mzee kazi. Babu vipi?
Unajua nini mzee wangu? Nasema Mimi kuna jambo hapa yani imebidi nikupigie hapa nikutafute mzee wangu. Unajua haya mambo yetu ya Lita siwezi kuzungumza vitu vingi yani na tunakuwa tunapishana kwa mambo mengi. Sasa iko hivi. Mimi hapa hivi nimeplan na nimegundua unajua kijana wangu binti yangu yeye ndo anatakiwa aolewe na kijana wako. Sasa kwangu mimi nimeona kwamba yeye ni iwepo ni sawa tu, yani haisiwepo shida. Sasa tutagombana mpaka lini mzee wangu? haya poa, nishakuelewa mwanangu. Mimi nimejikubali. Umelizia kilo safi mwanangu. Yaani wewe usiwaze kabisa, yani mbona hamna ubaya wote mzee? Kama umelizia msira wangu ama noma. Unajua mambo ya watoto, alafu mtoto wangu Keni ameshajua matumizi yake ndugu yangu. Kwa hiyo nitakiwa tu nivumilie tu hivyo. Afu haya mambo yenyewe yanaisha hivyo. Haya poa, siku gani sasa, tarehe ngapi? Vizuri zaidi. Iko ni siku ya Ijumaa. Haya poa mwanangu, hamna noma. Basi sawa, haina nini. Kidogo. Na mzee. Vipi binti huyo binti ulimpata vipi? Leo unampenda kweli? Eti mzee wangu ungefungua moyo wangu kabisa ukacheki aliyomo. Ungecheki makopa kwa yule mtoto yani. Ungecheki makopa yamejaa juu ya yule mtoto, jinsi ninavyomwaza katika ubongo wangu, yani silali usiku. Umeelewa mzee wangu? Afu kilo changu mimi kila day nini nisogeze jiko hapo. Hivyo unatakiwa best wewe usema nao upande wa pili, umeelewa? Kwao unapojua? Sisi napajulia wapi mzee wakati mtoto wenyewe tulikutana naye mtaani tu. Amesema naye, amesema na mimi tukaelewana hivyo. Akasogeza, si unaelewa kwenye 1 na 2 tu. Ndio kueleze kwao tuende kujitambulisha, umeelewa? Wewe, dingi kati ya siku muongea point kila day nakwambiaga. Na hii tena na yenyewe ni siku ya pili kuongea po. Dingi. Leo ungeongea point kabisa na ile kakazia bibi mkubwa naye anatakiwa wewe. Ningekutikia kabisa safi safi yani. Wadogo. Shakwambaje kuhusu habari za mama? Umeelewa? Lakini hapa tuongelee kuhusu ndoa yako. Kwa habari za mama yako mimi sina mbi. Nataka kunizingua afu nibadilishe tena mimi ratiba zangu. Mzee basi yaishe basi sikubie mpango wewe mwenyewe ni safi safi. Wewe itikie ndoa nini safi ikae kwenye mkeka, nisogeze jiko ndani, tuachane na mambo ya kuwa mimi napika wala nini ile. Nashinda kufanya mchongo wangu nikaa leo. Ndio barida sasa mwanangu. Fanya hivi. Wewe papeleze kwao. Shapelewa nini? Safi safi afu sisi tukajitambulisha nini? Usikonde mzee, yani wewe hapa unatakiwa unyoshe mikono yako yote, unaelewa? Kilo safi. Sema nini? Acha mimi niingie sokoni kwanza, mimi nikasimama mikono zangu. Haina noma. Ila angalia huko unakokwenda sasa. Go fresh. Halo. Halo. Habari? Salama za siku. Salama, naongea na nani? Unazungumza na Shughuli, baba yake na Chema. Habari za huko? Za huku njema. Samahani, kuna taarifa njema nataka nikupatie. Ndiyo. Binti yetu amepata mwanaume wa kumuoa. Hivyo lengo la kukujulisha, Jumamosi wanataka kuja nyumbani kwa lengo la kutoa posa kwa binti yako. Hivyo kama mzazi, ningefurahi zaidi kama utakuja nyumbani kwa kushuhudia shughuli ya mwanao. Sawa. Mimi nashukuru kwa taarifa. Naweza nikafika lakini sasa sijajua mnaishi wapi. Nipo Ntinachi. Ntinachi. Na mimi mbona nipo maeneo haya? Upo Ntinachi? Ndiyo. Mama Chema. Kwani unakuja Ntinachi hata kutujulisha sisi tuwe wenyeji wako? Hapana. Mimi sikufahamu kama mnapatikana maeneo haya. Basi kujaribika kitu Mama Chema. Lakini nitafurahi zaidi kama utafika kwa muda mwafaka ili binti yako pia apate fursa kukuona. Haina shida, nitajitahidi kufika. Basi sawa. Haya, nashukuru. Hatimaye Mungu mkubwa.
Nenda kukutana na mwanangu. Haya. Tai, mapema. Kijogwe, unapoona hapa? Hapa ndio ni kwako. Hapa hivi kati. Alafu huyu ni baba mke wako, ndio mshikaji wangu mimi. Hapa ni hapa. Huyo ni baba mke wako kabisa, mheshimu. Ni hapa. Adija, na wewe hapa vipi? Adija, nakuuliza na wewe hapa vipi? Wewe unamjua huyu? Huyu ndio mama yake na Kijogo. Hebu mbona kama unachanganya? Hebu kaa hapo wewe Adija. Wewe unamjua huyu? Huyu ndio mama yake na Kijogo. Nasema kuhusu mama yako. Mama yako huyu hapa. Wewe inawezekanaje huyu mamake na Chema, afu inakueje tena mamake na Kijogo? Kiaje nieleze vizuri mzee, yani sielewi kabisa hapa. Naona kama Hebu Kijogo, haya mambo tuliletana hapa kwa amani. Wewe hebu nieleweshe kwanza. Mama Chema, ilikuwaje mpaka huyu Kijogo akawa mwanao? Nilikuwa hivi. Mume wangu, naomba unisamehe. Mke wangu. Na swali moja tu. Naomba unijibu. Chema ni mtoto wangu au sio mtoto wangu? Narudia tena. Chema ni mtoto wangu au sio mtoto wangu? Umekaa kimya, ndio? Hivyo mwanamke, wewe ni mwanamke gani? Mbona unakuwa na mambo ya ajabu? Ha? Mwanamke, usinifosi nikupige. Nadhani unanijua fika mimi ni mtu wa aina gani, si ndio? Naomba uniambie, Chema ni mtoto wangu au sio mtoto wangu? Umekaa kimya, si ndio? Sikiza kwa makini. Naomba uniambie, Chema ni mtoto wangu au sio mtoto wangu? Naomba unipishe. Shida kubwa ni nini? Naomba unisamehe. Naomba usikize kwa makini. Si umekataa kuniambia ukweli? Umekataa kuniambia ukweli? Sawa. Ni kweli Chema sio mwanao. Wewe mwanamke, kwamba Chema sio mtoto wangu, si ndio? Ndio.
mwanamke. Wewe una akili gani? Wewe ni mwanamke gani? Wewe mwanamke una roho mbaya sana. Huyu mwanamke umefikia hatua mpaka unatoka ndani, unaenda huko. Unaenda kuzaa mwanamume mwingine. Wakati wewe ni mke wangu wa ndoa. Sikiliza. Basi. Chukue Chema, mpeleke baba yake. Au vipi? Baki hapo. Usimtafute. Hello, kabibi, kachema kazuri. Mama Chema. Kwa hiyo hutaki hata kumzea? Acha Mungu, najua Chema amekufanana sana. Aiyewe, nenda kwa mama. Ayo we. Hello, my daughter. Mambo. Unajua Mama Chema, yani hapa ni koplai tulijizaa mwenyewe. Yani hapa mimi kwangu hakuna alichoambulia hata kitu kimoja. Na ni mtundu kama jinsi ambavyo ulivyokuwa wewe. Mama Chema, mbona toka umefika hapa huzungumzi chochote? Mimi najaribu kuzungumza na mtoto. Hauonekani kusapoti kwa chochote. Kuna furaha. Shida nini? Mungu amependea kweli kuhusiana na huyu mtoto. Alafu ikawaje? Wewe ulimwambia nini? Sasa hivi yuko wapi? Mama Chema, tunafanya nini sasa Mama Chema? Mimi nimekuja hapa ili tuishi tulee mtoto wetu. Unajua wazi, mimi hapa sio kwangu. Sina sehemu yoyote ambayo mimi nitakupeleka wewe. Sina sehemu ya kuishi. Nitakupeleka wapi wewe pamoja na Chema sasa? Tafadhali, naomba unisikilize. Usinielewe vibaya, lakini naomba unielewe vizuri. Hapa mimi ni kwa shemeji yangu. Kwa hiyo hata unikubalia mimi wewe uweze kuishi hapa. Usinifanye nikaishi maisha mabaya. Maisha yangu hapa nilipo mimi ni magumu mno. Magumu mno. Tena ukija hapa nini kitatukwenda kutokea? Please. Nakuomba. Naomba uende. Alafu mimi nitakuwa nakuja huko. Tutaweka mambo sawa. Please. Nenda kubali. Mama Chema? Mama Chema?
Dingi. Kweli leo zungumziwa. Mama yako mzazi huyu alikutelekeza kipindi yuko mdogo bana. Usi Hadija alikuwa changa bado kadogo bibi hivi na kulea. Wewe unafikiri umekuja na maziwa? Au umekuwa na mbolea? Na mama yako mzazi huyo. Baba, anachokiongea yuko sahihi. Anachokiongea ni sahihi. Au wewe mwanangu ushanizoea mpaka pale yale mazingira niko lita ndo naamini kwamba ni ukweli nitakuzungumza. Ukweli ni huu. Ningekuwa lita labda uenda ndo ungesema kwamba ninachoongea au ninachokisema hapa na kilichopo hapa labda ni uongo. Mwanangu amini ukweli uliopo hapa. Hamna namna. Hamna namna binti yangu. Wanangu, naombeni mnisamehe sana kwa yote yaliyotokea. Hayo yote yanayosemwa ni ukweli. Mimi ndio mama yenu mzazi Kijogoo. Na mbi mkubwa. Ndio mama yako mzazi. Pia Chema, mimi ni mama yako mzazi. Unamaanisha Chema ni sister yangu? Ndiyo. Huo ndo ukweli. Naombeni mnisamehe sana kwa yote yaliyotokea. Yake watu wanaficha kabisa yani za vyakula pangilia mzee. Mwanangu, usari yote ndio mama yako. Afu DJ. Baba.